Karibu katika JMTV tuweze kupatia ripoti kuhusu medani za kivita, na hasa leo tukiangazia ndege isiyo na rubani, namna ambavyo imeweza kudhuru makazi na mali za watu katika mji mkuu wa Moscow. Na mimi ni Cleophas William. Mamlaka za Urusi zimeripoti kwamba ndege isiyo na rubani aina ya drone iliyodaiwa kuwa ya Ukraine imeingia na kugonga ghorofa katika mji wa Krasnogorsk, moja ya mkoa wa Moscow, na kusababisha uharibifu wa vyumba kadhaa na watu kujeruhiwa. Taarifa hizi zimeorodheshwa na vyombo vya habari vya kimataifa na vya Urusi. Oktoba 24 mwaka 2025, jengo la makazi lenye ghorofa nyingi katika mji wa Krasnogorsk kando ya Moscow liliharibiwa baada ya kile mamlaka za eneo hilo zilizosema ilikuwa ni ndege isiyo na rubani kuingia na kugonga sakafu za ghorofa za jengo. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa angalau sehemu ya chumba chenye ghorofa zaidi ya 10 zilionekana zikiwa zimebomoka na vyumba kufichuliwa kwa upande mmoja. Watu walioko ndani walipata majeraha ya aina tofauti na wengine walihamishwa. Vyombo vya habari vya kimataifa viliripoti tukio hilo, huku vyombo vya serikali vya Urusi vikitoa maelezo ya kina kuhusu idadi ya majeruhi na uharibifu uliotokea. Gavana wa mkoa wa Moscow, Andrei Vorobyov, alitoa taarifa za awali kupitia Telegram akisema drone iligonga ghorofa la 14 na watu walijeruhiwa, na picha zilizoachwa zilionyesha uharibifu mkubwa ndani ya chumba. Kutatuliwa kwa tukio kumeripotiwa huku Krasnogorsk, mji mdogo lakini wa karibu kwa Moscow, ndani mwa Moscow Oblast, mkoa unaozunguka mji mkuu. Krasnogorsk iko kaskazini magharibi mwa Moscow, lakini ni sehemu ya eneo la miji ya karibu yenye miundombinu ya makazi ya ghorofa, na kwa hivyo ni sehemu ya moyo wa mji mkuu kimaeneo. Kwa maana ya kimkakati, kushambuliwa kwa eneo hili ni muhimu kwa sababu inaonyesha uwezo wa kushambulia maeneo ya karibu ya mji mkuu wa Urusi, na hivyo kusababisha wasiwasi wa usalama wa raia ndani ya mji mkuu. Ripoti za vyombo vya habari vinaelezea kama ndege isiyo na rubani au unnamed aircraft. Hata hivyo, uainishaji rasmi wa aina haujawahi mara moja katika taarifa za awali za kimataifa. Maelezo ya ushahidi wa miili yanapendekeza kuwa kifaa kiligonga muundo wa jengo kisha kusababisha mlipuko au bonyeo la mambo ya ndani. Kuna ripoti za majeruhi waliopigwa na vionjo vya vipande au kutoka kwa athari za kuanguka kwa sehemu za jengo. Mamlaka za Urusi pia zimeripoti walidhibiti baadhi ya drones au kupiga moto katika maeneo mengine. Tukio hilo linaonekana kama sehemu ya wimbi la mashambulio ya ndege zisizo na rubani kuelekea miji ya Urusi. Vyombo vingi vinarejea tukio la usiku hadi mapema asubuhi, wakati ambapo kuingia kwa ndege ndogo za ujasusi au za kibomu kunaweza kuwa na ufanisi zaidi katika kuzuia ulinzi. Ripoti za awali zinataja majeruhi wapatao 5, wakiwemo watu wazima na mtoto mmoja, na baadhi yao walihamishwa ili kupata matibabu kwa ustawi wa mchanganyiko wa vichocheo. Hakuna ripoti ya vifo katika awamu hii ya kwanza. Taarifa za polisi za mkoa na huduma za dharura zinaonyesha idadi ya watu waliopata msaada, na vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti majeruhi na uharibifu wa angalau familia chache ndani ya ghorofa. Gavana wa mkoa kupitia Telegram alichapisha picha za ndani ya chumba kilichopigwa, ukichorea ukutani na samani zilizoanguka. Vyombo vya habari vya kimataifa Reuters, Kyiv Independent, Moscow Times pia vimechapisha picha kutoka kwa vyombo hivyo na picha za wakuu wa wilaya. Mamlaka za eneo la Moscow zimeripoti tukio na kuashiria kuwa imetokana na drone. Hadi sasa serikali ya Urusi imeelezea kwamba lilikuwa ni shambulio, ikitaja upande wa kujigamba. Ukraine mara nyingi haikutangaza mara moja kuchukua uwajibikaji katika matukio ya aina hii, na mara nyingi inakataa kuchapisha au wasimamizi wa kitaifa kutoa ushahidi uliosasishwa. Katika matukio ya hivi karibuni, Kyiv mara nyingi imekuwa ikiepuka kuthibitisha mashambulio yanayolenga maeneo ya raia ndani ya Russia. Vyombo vya habari vinavyorejea tukio hili ni mchanganyiko wa vyombo vya habari vya kimataifa pamoja na vyenye ushawishi wa serikali ya Urusi. Mifano ya vyanzo vilivyoangaziwa: upande wa Reuters, ripoti ya picha na muhtasari wa tukio. Muktadha wa mashambulio ya drone katika vita vya Ukraine na Urusi. Upande wa The Moscow Times, ripoti ya eneo na maelezo ya gavana wa mkoa, picha zilizotolewa. Upande wa TASS, agenda
kalenda za serikali ya Urusi, ripoti ya idadi ya majeruhi na uharibifu, taarifa rasmi za wito wa uchunguzi, upande wa Kyiv Independent na vyombo vingine vinavyofuata mtazamo wa Ukraine au Ulaya, ripoti zinazotaja tukio na kukadiria umuhimu wake kimkakati. Arabia, The Express, Yahoo na nyinginezo zimeripoti muhtasari unaotaja majibu rasmi na picha. Sasa basi, kuna tofauti ndogo ndogo katika ripoti za vyombo vilivyoripoti taarifa hizi, ambapo Reuters na Moscow Times na vyenye mwelekeo wa serikali kama TASS. Kwa hivyo, wakati wa kutoa ripoti kamili ni muhimu kutambua vyanzo vyote na kuinua tofauti katika matamshi na maneno. Je, Ukraine imekanusha au itathibitisha? Hadi sasa hakuna tamko rasmi wazi kutoka kwa Kyiv kwa kile kinachodai mashambulio haya, kama ilivyo kwa kaida ya matukio haya. Hata hivyo, madai ya mwanzoni yanatoka kwa mamlaka za Urusi na vyombo vya habari yanahitaji uthibitisho wa upande unaodai kuwazuia. Ni muhimu kuthibitisha ikiwa droni ilikuwa ya aina ya kukumbatia kibomu au droni ndogo ya kujifanyia kazi, kwa sababu aina ina maana tofauti katika maamuzi ya kijeshi au mazingira. Hakuna maelezo ya kiufundi kamili yaliyochapishwa bado. Urusi mara nyingi imekuwa ikielezea matukio ya drone kama shambulio la kigaidi dhidi ya raia, na inawaonya wale wanaoshiriki katika operesheni dhidi ya ardhi yake. Kuzunguka kwa matukio haya kunasababisha mwito kwa hatua kali za kisheria na kijeshi na kusisitiza ulinzi wa anga. TASS na vyombo vya serikali vimeripoti hatua za uchaguzi na matamko ya msisitizo. Kwa mfano wa matukio yaliyopita, Kyiv mara nyingi imeepuka kutangaza rasmi mashambulio yaliyolenga maeneo ya raia ndani ya Russia. Wakati mwingine inaacha madai haya kwa vikosi maalum au kwa wito wa kijeshi kwamba vita vinajibu mashambulio ya Russia. Hadi wakati huu, vyombo vya habari vya Kyiv vimeripoti tukio, lakini si mara zote kwa uwazi, kwa kudai uwajibikaji. Kwa matukio ya awali, nchi za Ulaya, Marekani zimekuwa zikielezea wasiwasi kuhusu uharibifu wa raia na kuhimiza upinzani wa kuendeleza mashambulio yanayolenga raia. Matamko rasmi mara nyingi yanahimiza kuheshimu sheria za kivita kuhusu kulinda raia, lakini pia yanaunga mkono haki ya kujitetea kwa Ukraine katika muktadha wa shambulio la Urusi. Hivi karibuni, jumuiya ya kimataifa inaweza kutoa taarifa zijazo ambazo zitaonyesha msimamo wa kihatarishi wa kurekebisha uundaji wa taarifa. Tukio hili ni sehemu ya mwendelezo wa mashambulio ya drone kati ya Russia na Ukraine. Kwa miezi iliyopita na hata miaka miwili iliyopita, Ukraine imefanya mashambulio ya drone dhidi ya miundombinu ya kijeshi na kiuchumi ndani ya Russia, na upande mwingine imefanya mashambulio yenye nguvu kwa miji ya Ukraine. Hili linaonyesha mabadiliko ya kimkakati. Matumizi ya drones za umbali mrefu zimeongeza uwezo wa kushambulia maeneo ya ndani ya mji mkuu wa upinzani. Tukio la Krasnogorsk linaonyesha kwamba ulinzi wa anga wa Moscow si kamili, na pia linaongeza msongamano wa kisiasa ndani ya Urusi kuhusu usalama wa raia. Matukio ya drones yanapopenya maeneo ya miji mikuu yanaonyesha matumizi yanaongezeka ya mifumo ya kiwango cha chini inayoweza kuvizia taratibu za ulinzi wa anga. Hii inaweza kumaanisha Ukraine inatumia mbinu za kuongeza ufanisi wa drone, kama kutengeneza njia za kupita rada, mchepuo wa usafiri au operation za jamhuri. Kwa upande wa Urusi, hitaji la kuboresha mfumo wa utoaji wa taarifa na kuimarisha ulinzi wa raia ni dhahiri. Tukio kama hili linaweza kusababisha mgawanyiko wa umma, wasiwasi wa raia dhidi ya serikali kuhusu uwezo wa kuiwekea usalama miji, na kuongezeka kwa propaganda ya serikali inayotaka kuhalalisha vitisho na hatua kali za usalama. Pia inaweza kutumika kama hoja ya kuzuia umoja wa kimataifa na kuhalalisha vitendo vya kuchunguza au kuendesha mashambulio ya kulipiza kisasi. Matukio yanayolenga raia mara nyingi huibua maombi ya uchunguzi wa sheria za kivita na masuala ya haki za binadamu. Wakati huo, nchi zinazomwaga msaada kwa Ukraine zinaweza kuendelea kusisitiza kuwa malengo ni kijeshi, si raia, lakini michakato ya kivita inabadilika. Hivyo, maswali ya kuzuia vifo vya raia yanaongezeka. Nini matokeo ya shambulio hili kwa raia wa Moscow? Ongezeko la wasiwasi wa usalama kila siku, na huenda kuleta mabadiliko ya kimazingira, uzito wa ulinzi, mifumo ya tahadhari kwa mjadala wa kimataifa, kuongezeka kwa shinikizo kwa upande wowote kuhifadhi sheria za kivita kuhusu raia na kuhimiza mazungumzo ya kidiplomasia. Lakini kwa wakati unaonekana mzozo unaendelea. Kwa muktadha wa kivita, inaonyesha kuenea kwa uwezo wa uharibifu wa drones na uwezekano wa mabadiliko ya mbinu za kivita, na pia ikionyesha kuwa
Moscow si salama kabisa dhidi ya mashambulio ya anga ya nguvu ndogo ndogo. Picha zilizochapishwa na gavana wa eneo zinaonyesha chumba kilichovunjwa ndani ya ghorofa, samani zilizoanguka na vitu vilivyofichuliwa nje. Watu waliopata matibabu wameripoti kuwa wamepigwa na kioo. Hata hivyo, ripoti hizi za upande wa kwanza zinahitaji kuthibitishwa kimtazamo. Kwa mfano, metadata ya picha, timestamp, uhakiki wa eneo pia. Tukio la Krasnogorsk linafafanua jinsi vita vya kisiasa vinavyotumia teknolojia ndogo, yaani drones, kuleta athari kubwa hata kando ya mji mkuu. Hukumu rasmi kuhusu nani anayepewa uwajibikaji haijathibitishwa wazi na ripoti za awali. Hili ni tukio linaloleta tahadhari juu ya jinsi miji na mikoa inaweza kujinasibisha katika mzozo. Tukio hili linapaswa kuchukuliwa kama sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya drone yanavyoathiri si tu kibali cha kijeshi, lakini pia tabia za raia.